Kwa sasa taarifa za kifo cha MC Pilipili zinaendelea kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku chanzo halisi cha kifo chake kikiwa hakijulikani mpaka sasa hivi, na jitihada mbalimbali za kutafuta ukweli juu ya kifo chake, chanzo cha kifo chake zinaendelea. Na hii hapa ni historia fupi ya Mheshimiwa MC Pilipili ambaye alikuwa ni mchekeshaji na mchereheshaji katika mashughuli mbalimbali kama lilivyo jina lake la MC Pilipili. MC Pilipili jina lake halisi anaitwa Emmanuel Mathias, ambaye alizaliwa Dodoma, mtaa wa Airport mnamo tarehe 1 Oktoba mwaka 1985 kama mtoto wa Mathias Matebe na Mariam Matebe. Alianza elimu ya msingi na muasisi wa sanaa. Alipokuwa mdogo alikuwa na hamu ya uchoraji, uimbaji na kucheza muziki. Kwa mashauri ya walimu alichagua somo la theater arts, sanaa ya jukwaani, shuleni, jambo lililosababisha kipaji chake cha kuchekesha kuongezeka zaidi maradufu. Baada ya sekondari alisoma ualimu katika chuo cha ualimu cha Tanga. Alifanya kazi ya kuwa mwalimu, alifundisha masomo kama Kiswahili, historia, Bible pamoja na siasa. Alijikita sana kwenye vichekesho na ushereheshaji, akifanya kwenye matukio mbalimbali ya harusi, birthday pamoja na sherehe nyingine. Mnamo mwezi wa kwanza mwaka 2013 aliamua kuacha kazi ya ualimu rasmi na kuingia kwenye sanaa ya uchekeshaji na ushereheshaji ama UMC. Baada ya kuhamia jijini Dar es Salaam alipata mafanikio makubwa akifanya vichekesho, stand up comedy pamoja na ushereheshaji wa matukio mengi ndani na nje ya Tanzania. MC Pilipili alijenga jina kwani alikuwa na kipaji cha kuvutia watu kwa vichekesho na kuongoza matukio. Alijitolea kwa jamii pia. Amekuwa akisaidia watu maskini na wenye uhitaji. Kwa mfano alisema kuwasaidia waliokumbwa na njaa mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo aliweza kutoa msaada huko. Kuhusu familia, alipitia majonzi makubwa. Alikumbuka vifo vya mama yake, jambo ambalo lilimfanya apumzike kazi kwa kipindi fulani. MC Pilipili alifariki dunia mwaka 2025 mnamo tarehe 16 Novemba, ambapo ndo siku ya leo, na inaripotiwa kwamba alikuwa safarini kuelekea Dodoma kwa ajili ya kazi ya ushereheshaji na alifika hospitali akiwa ameshafariki. Kwa hiyo ndio historia fupi ya MC Pilipili, na moja kati ya watu ambao walikuwa na impact kubwa sana kwenye sekta ya uchekeshaji, lakini pia aliwahi kukumbwa na stress za masuala ya ndoa kutokana na kuachana na mkewe na kuweza kuwa anazungumziana vibaya sana kwenye mitandao, lakini pia kwenye media mbalimbali za ndani pamoja na nje ya Tanzania. So MC Pilipili atakumbukwa kwa mengi ambayo ameyafanya kwenye sanaa pamoja na career ya ushereheshaji. Rest in peace MC Pilipili. Una maoni gani kwenye sehemu ya comment?